السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله شيخ. وأنت؟ نعم. Naam, waheshimiwa wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wapenzi wa Qur'ani na Sunna, wapenzi wa tauhidi, wapenzi wa umma wa Mtume Muhammadin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala خير الرجال الذين عملوا الخير لنسائهم، وكان يحب عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، ويخبرهم بأنه أحبهم ويحبهم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Kila sifa kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala, yeye ambaye ndiye aliumba viumbe vyake na anaumba viumbe vyake muumba, na ndiye ambaye anavineemesha neema ndogo ndogo na kubwa kubwa, na yeye ndiye anavipa mitihani midogo na mikubwa. Allah jalla jalaluhu ndiye mola wa viumbe vyote, mwenye kuendesha na kumakinisha maisha ya kila kiumbe. Wassalatu wassalamu, na rehma na amani zimwendee yule ambaye alikuwa mbora kwa familia yake, alikuwa mtukufu kwa umati wake, alikuwa akiwaambia watu waliokuwa wanampenda Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba na yeye anawapenda na Allah anawapenda. Rehema hizo na amani zimwende yeye na familia yake takatifu na masahaba wake wema na wote walimu zetu kabla ya karne nyingi mpaka leo, na wale watakuja kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Allah jalla jalalu twamuomba atutie katika rahma zake, fadhila zake, neema zake, amin. Ama baadu, baada ya hapo, mlango wetu ni ule ule wa 45, mlango wa kutembelea watu wema, watu wa kheri, kuketi nao, kuwa marafiki nao, kuwapenda kwa ajili ya Allah, na vile vile kuombeana dua. Wewe waombee na wao pia wakuombee, kwa sababu dua za watu ukiwa uliwatendea wema, unaishi nao kwa wema, ni dua muhimu sana. Na sio tu mkiwa pamoja ndio muombeane, bali hata mkiwa mbali mbali, kila mmoja yuko upande wake nyumbani kwake, dua ya umbali ni bora sana. Dua ya umbali ni bora sana, inamfaa yule unayemwombea na inakufaa na wewe, kwa sababu umemtakia kheri. Allah subhanahu wa ta'ala
anakulipa kheri, na ile dua ile ile umemwambia ndio inakufuata. Kwa hiyo mapenzi kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu ni msingi mkubwa sana katika misingi inayotia au inafanya undugu wa dini, undugu wa imani, undugu wa aina yote ule kudumu hadi kufa. Na wale mtasikia wamegombana, hawataki suluhu baina yao, basi hawa hawamo kabisa katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawapendani kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo kuwatembelea, kuna adabu za kuwatembelea watu Adabu ya kwanza, leo mashallah kuna simu, na kabla ya simu wakati ule ilikuwa nenda kamwambie fulani, wewe kijana, mtoto, nani, unamtuma kwa yule mzee mwenzako au ndugu yako unayekusudia kumtembelea, unamtaarifu mapema ili ajitengeneze, ajipange. Leo kuna simu mashallah, moja kwa moja, hakuna shida bana, upo wewe, basi nitapita wakati fulani, haya karibu. Hii ni adabu ya wewe kutokumshtukiza katika hali ambazo yeye hazitaki. Kuna mtu anakaa iko nyumbani kwake katika hali ambazo ni za nyumbani. Kwa hiyo hapa kutembelea watu wema na mujalasatihim na kutembelea mahala patukufu kuna, unajua miji ya watu, mataifa yote, miji ya watu inakuwaga na vikao mbalimbali vya karata, sijui vya dhuna, vikao vya utesi, vya kheri, vya madrasa, vya nini, yani kila watu wanakuwaga na mambo yao. Kwa hiyo usiendi pale ambapo panamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale wako katika maasi na watakuambukiza maasi yao. Naam. Kwa hiyo sunna ya kutembelea watu wema ilianzia tangia mitume na masahaba na watu wema. Ndio sababu Allah ametupa mfano mmoja tu hapa wa Mtume Musa alayhi salatu wasalam, alipoambiwa kuna mtu mwema mahala fulani, mahala panakutania bahari mbili, nenda, atakupa habari nyingi ambazo wewe zingine huzijui. Akafunga safari na kusema, sitopumua, sitopumzika, sitostarehe hadi nimpate huyo mtu, hata ikinikuta muda mrefu, hukba. Mtume Musa alayhi salatu wasalam hakuwa anafahamiana na huyo mtu mwema. Aya hii inatusomesha kwamba utakaposikia mtu mwema kuzungumza mema, hupanga mipango mizuri, wewe nenda tu, si mpaka umjue, akujue, rafiki yangu wa zamani huyu. Hapana. Mtu anaweza kuwa na marafiki wa zamani wakawa wabaya, lakini popote pale ulipo, watu wema hawakosi, wapo. Kama vile vile watu wabaya wapo. Kwa hiyo usikati tamaa kusala, hakuna kabisa, mji wangu umejaa maasi watupu kabisa. Hapana. Allah anakuwaga na namna zake siri katika waja wake. Usiwahukumu watu jinsi unawaona hivyo wote, au mji kwa watu wachache pengine, au hata wakiwa wengi. Watu wengi ndio wabaya.
wakathiru minhum fasiqun. Allah anatuambia sana mahala pengi katika Qur'ani, wale mabani Israila wale wengi walikuwa waovu, wengi kathirun, lakini haina maana kwamba kunaweza kukosekana wachache wema. Faman ijtahada wajada, ukijitahidi kutafuta katika kufanya tabia njema na watu, basi kama pengine hakuna wale uliokuta pale, fanya kazi ya da'wa, utaona maajabu, utapata wandugu wema, wandugu wa ajabu sana, ndugu ambao hawatokusahau milele, hasa ukiwatoa watu katika maovu. Wallahi anakuwa na mapenzi ya ukweli, so anakuwa kila akikuona anamuona mtu aliyemtoa katika madhambi. Tunachukua hadithi yetu ya 366 kwa leo. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. أبو موسى الأشعري أبو سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه alipokea kutoka kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam kuwa alisema: la tusahib illa mu'minan wala yaakul ta'amaka illa taqiyun. Anahusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, na masahaba wote na sisi hadi leo, hadi siku ya Kiyama, usifanyi urafiki, la tusahib, usifanyi urafiki illa na mu'mina, mwanamume atafute waumini wanamume, wanawake watafute waumina wa mu'minatun wa mu'minati, wanawake, ili mradi usikae bila rafiki mwema atakaye kukumbusha na wewe ukimkumbusha wakati wa kughafilika, atakaye kupa nguvu wakati wa uvivu, ili usiache ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaakul ta'amaka illa taqiyun, na asili chakula chako ila mcha Mungu. Hadithi imepokelewa kasahihishwa na maimamu Abu Daud na Tirmidhi kwa upokezi mzuri, isnadin, upokezi mzuri, usahihishaji mzuri. Sasa mtu anaweza akasikia akaelewa vibaya. Unajua Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikma kubwa sana, ili aweze kufundisha mafundisho kwa waja wake kutokana na ile hekima. Pia katika wanadamu ambao wako pembeni ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wacha Mungu, mashaallah, wale masahaba walioamini kutoka Maka mpaka wale walioamini pale Madina. Lakini kuna watu katika ile jamii yake walikuwa ni wanafiki. Mnafiki maana yake ni mtu ana kauli mbili, akiwa pamoja na watu wema na kauli njema, akiwa na watu waovu na kauli mbaya. Rasul sama tuambia, yalqa haulai biwajhin wa haulai biwajhin, sura mbili maana yake.
akiwa na wale wema anakuwa na sura ya watu wema, akiwa na watu wabaya sura ya watu wabaya, na tabia hivyo hivyo. Lakini hata kama hawa si wacha Mungu na si waumini, hatujakatazwa kuwapa chakula, ila hapa hadithi inaanza kusema la tusahib illa mu'mina, usifanye uswahibu, urafiki wa sana na mtu asiyekuwa mu'min. Ina maana tukiingia ndani ya hadithi vizuri, tunafahamu kwamba thawabu zako wewe nyingi utazipata kwa mu'min, kuanzia kumwona, kutabasamu naye, kuzungumza naye vizuri, kuketi naye, kuchangamkiana, kusaidizana. Yaani huyu mu'min kabisa, yule ni kiumbe namba moja miongoni mwa viumbe wanadamu wanaofaa kuwa pembeni yako na wewe uwe pembeni yake au pembeni yao. Naam, tufahamiane vizuri hapa eh? Tusichukue hadithi ilivyo hivyo hivyo eh? Tuichambue vizuri ili ifahamike, kwa sababu aya ni nyingi sana zinatuamrisha kuwasaidia waja pale walipokuwa na matatizo, waja wote. Na kwa kuwa mbwa, paka, viumbe vidogo au vikubwa, miti, nini, ni viumbe vya Allah, vile vile tunawajibika kutumia kwa wema. Mbwa amemwingiza mwanamke malaya peponi, paka imenyimwa chakula kwa sababu ya hivyo, yule mama hata kama alikuwa ni mtu wa ibada alienda motoni. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuiachia chakula, alipotoka alifunga mlango akaenda zake, muda wa paka ile kufa na njaa, hadi kuonyesha kwamba paka ilisababisha mtu kuingia motoni. Ni umuhimu wa kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo utasikia katika mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha maamiri wa majeshi wanapokwenda kupigana wao wenyewe na kundi la jeshi bila yeye kuwepo, anaambia msikati mti, hata mti msiukati ikiwa hamna shida nao. Kwa nini? Kwa sababu na kile ni kiumbe Allah amekiumba kwa faida zake. Sasa wewe kama huna faida na kitu, hebu kipe amani, ondoka, nenda zako. Sio tu unakatakata unaharibu kila kitu kwa kuwa mtu hataki. Hapana, sio. Sasa hapa la tusahibu, kwa kipande cha pili cha hadithi ndio kinafahamishwa, kinafasiriwa na hiki cha kwanza, usifanye urafiki ila na mtu mwema, mu'min. Hivyo hivyo kina mama, kina baba, kina kaka, kina dada. Yule mu'min akiwa na wewe utakuwa umepata kheri, maanake mtaambiana kheri, mtazungumza kheri, mtashughulikiana katika mambo ya kheri, hamna dhulma, hamna matatizo. Katika mafuhumu na lugha ya Kiarabu iko na uzuri wake, maanake tukisoma neno kwa dhahiri hivi tunalazimika hili neno kulifasiri vingine kinyume chake. Manake usiwi swahibu wa mtu muovu, kafiri, mnafiki, usifanye. La inakataza,
La inakataza, hapana kufanya urafiki, ila inakupatia jibu. Si ulikuwa umenikataza nisifanye sahibu ya Rasulallah? Ah, ila. Na kama vile vile mnasikia kila mara la ilaha, kipande cha kwanza kinakataa, hakuna yeyote yule chochote kile kinachofaa kuabudiwa kwa haki. Ruksa inakuja huku mbele, ila Allah, ila Allah peke yake. Hizi ni fani za lugha ya Kiarabu. Kwa sisi tunaweza kusema tu muabudu Allah peke yake, inatosha. Umeshafahamisha kwamba hakuna kitu kingine wala yeyote anafaa kuabudiwa kwa haki ila ni Allah peke yake, bila kuweka hizi aina fulani za matamko. Hii ni lugha ya wenzetu bwana, ndivyo ilivyoundika. Kwa hiyo la tusahibu, usiwi na uswahibu, usiwe na urafiki illa mu'minan, kinyume chake mafhumu al-mukhalaf, lakini sahib mu'minan wala tusahib kafiran au munafiqan. Tayib, fanya urafiki na mtu mwema, pana kufanya urafiki na mtu mwovu. Wala yaakul taamaka illa taqiyun, tena hapa ni amrun wal jazmu, la tusahib kusukuni, nahi kabisa. Wala yakul taamaka, na asili chakula chako, illa taqiyun. Kwa maana taqi ni nini? Ni yule anayekula chakula chako anashukuru, anakuombea na dua. Lakini huwezi kumnyima, wayutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Usiwi katika wale ambao wanaokataa mtu mwingine kula. Huenda katika kumlisha mtu chakula, kama amepita na njaa au umeingia dukani, mtu anakuomba nipe pesa, ambaye hapana, mimi sina pesa, lakini chukua kitu hapa unachotaka kula, mimi nitakinunua. Taam, umemlisha, ni kiumbe Allah amekwenda. Ila urafiki wa sana na makafiri unakatazwa katika mafuhumu ya hadithi hii, na urafiki wa sana na wale wanafiki wasikwiti ukaenda, lakini wewe kidawa unaweza kuwapitia. Msiwi na urafiki tu. Nasikia hadithi nzito, watu wengi wanafanya makosa. Nifanya jeshi, ndugu yangu, rafiki yangu wa shuleni, watotoni na nini. Hakuna mtu anakata urafiki naye, lakini vipi utadili naye? Tusiwapendi zaidi ya waumini, kwa sababu wao hawatupendi. Hivi ndivyo Allah anatuambia katika mafundisho yake. Sawa, tumefahamu hadithi. Naomba tuendelee, lakini tuwe tumeifahamu ili change mambo katika maadili, katika tabia za kuishi na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hadithi ya 367. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. Wenye kupenda urafiki na watu, hebu tusikie kigezo pamoja na akina nani tunafaa kushirikiana katika urafiki wetu. Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema, alipokea, hakika nabii wa Allah sallallahu alaihi wasallam alisema,
mtu arrajulu, mtu mwanamume au mwanamke, ala dini khalilihi, ala dini khalilihi, kwa yule ambaye ana upeo mdogo atashindwa kutufahamisha ala dini khalili ndio maana yake nini. Ala sio katazo, bali ni herufi inayofahamisha kwamba yeyote atakayefanya urafiki wa sana, mapenzi makubwa, ala inakuja kumwambia hivi, atakuwa hapa ulimwenguni na atafufuka wakifa hivyo yauma alqiyamati, na huyu hata akiwa ni Muislamu atafufuka katika mwenendo na dini na tabia za yule mpenzi wake khalilihi. Kwa hiyo sio masahara, mapenzi hapa ardhini yakiwa mazuri kwa ajili ya Allah yanakwenda mpaka akhera. Sawa, watu wanafufuka pamoja. Sasa mtu anaweza kuwa ni mtu wa ibada na nini na nini, lakini anapenda wahuni sana, yuko nao katika manaiti klabu yao, yuko katika densi zao, yuko katika wanavuta nini, wanakunywa pombe, wanazini, yuko wala hawakatazi, hana haoni tabu. Huyu kawapenda watu mpaka sio mahaba ya kawaida, bali amekwenda mpaka kwenye daraja kubwa inaitwa khulla ala dini khalilihi. Kwa sababu huwezi kuwa wewe unajitahidi kuwa mtu wa ibada, mtu mwema na nini, halafu ukae ndani ya mabaa, ndani ya night club, ndani ya michezo ya densi na nini na watu wale. Ina maana wewe unampenda Allah kidogo kidogo sana kabisa, kwa sababu unajitahidi kuinama na kuinuka swala swaumu na nini, lakini unampenda kidogo sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa hawa unawapenda sana, watakupeleka motoni, kwa sababu wakifa vile watakwenda motoni. Na yule atakayewapenda kwa namna hii, mapenzi makubwa, khalil, khulla, sio habibi. Habibi mweza kupendana mara yamekwisha mapenzi, mara mnayoondoa, lakini khalili si rahisi kuachana. Yani mpaka Waswahili kwambia wananyimana usingizi. Kwa hiyo kwa kuepuka moto wa Jahannam, kwanza hapa ulimwenguni kuonekana kama wewe hufai kupendana, yule hafai kupendana na watu wasiompenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur, sasa huyu aangalie, mimi na wewe tuangalie, kila mmoja wetu. Falyanzur ahadukum, mtume sasa anasema kila mmoja wenu aangalie, man yukhalil, ni yupi anastahiki mapenzi ya juu, daraja iliyokuwa kubwa, la sivyo mwisho ni mbaya. Wazee, watu wanafanya utani, sio utani, lakini tabu kubwa sana. Waislamu wengi hawataki kusoma dini yao, hizi hadithi hawazijui. Tunajua na miaka mingi bwana, ndio hivyo tena. Hadithi hii ni sahihi kwa lugha nyingine. Imamu Tirmidhi akwambia ni hadithi nzuri. Tunakwenda hadithi ya 367. No, 68.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. Abu Musa, baba Musa al-Ash'ari, Allah mridhie, hakika Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu maa man ahabba. Maneno mafupi sana, lakini kama vile tumetafsiri hili neno la kwanza hapa, ni kwamba hapa pia Mtume sallama kwa ufupi wa neno tu kwamba mtu pamoja na mpenzi wake, maa, pamoja. Sasa hapa kuna maneno mengine yamefichama humu ndani ya hii ibara fupi sana. Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alimjalia mafundisho ya aina tatu. Fundisho la kwanza, alikuwa akitoa mawaidha kwa ufupi sana kama hapa, ufupi kweli kweli, lakini ufupi wa ibara, ufupi wa maneno wa maneno yake hapa kwa ufupi una maana nyingi sana. Kitabu kizima unaweza kuandika kurasa zaidi ya 100 kwenye kuhusu hili neno tu, almar'u maa man ahabba. Mtu atahesabiwa, atasifiwa, atachunguzwa, atafuatiliwa kutokana na nani? Na yule mpenzi wake hapa ardhini mpaka يوم القيامة. Rasul sallallahu alayhi wasallam sema, utitu jawami al-kalim, nilipewa Allah subhanahu wa ta'ala uchache wa maneno lakini upana. Hadithi imesahihishwa na wazee wetu na Muslimu, Allah warehemu. Wa fi riwayatin qala, na upokezi mwingine ukasema kwamba Rasul sallallahu alayhi alisema, qila linabii sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa au akaambiwa katika hali za kuulizwa, arrajulu yuhibbu alqauma wa lamma yalhaq bihim, unaonaje ya Rasulullah, mtu awapenda watu japo hakushirikiana nao? Akaripiti vile vile, almar'u, qala almar'u ma'a man ahabba. Nani anaweza kutufasiria kidogo hapa sasa? Nasikia kasema kabla ya kuulizwa, mtu atafufuliwa, mtu ataishi na watu wabaya, akafa hivyo basi, ina maana aliwaridhia katika mapenzi yale yote waliokuwa wakiyatenda wale, japo pengine yeye alikuwa hayatendi. Kwa hiyo maana yake nini hapa? Nani anaweza kutusaidia? Ibara ndogo tu na sisi tuone kama tumemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliulizwa, ya Rasulullah, nabii ya Allah sallallahu alaihi wasallam, mtu anaweza kuwapenda watu lakini asiwi nao, hakupata fursa za kujiunga nao. Yuhibbu
mapenzi. Alqaumu, watu. Hapa pote hatubainishiwi ni watu gani, kuwapenda vipi. Walamma yalhaq bihim, na hakuweza kuwa nao, hakuwa nao. Je, hakuwa nao kwa kuwa alishindwa kuwa nao? Hakuwa nao kwa kuwa hakutaka kuwa nao? Tafadhalini, dakika moja moja hapa tupate changamsha moto au maneno ya kuchangamsha baraza, maanake watu wengine wasisinzie hapa. Lazima tu hapa tusema tuko darasani, hatuko kwenye mawaidha hapa, tunasoma. Lazima tutoke hapa tumefahamu uzuri kabisa wa mafundisho matukufu kama haya. Naam, nani anaweza kujitolea tufasirie hapo? Hadithi ya nyuma imetupa mwanga kidogo, lakini hii imetupiga fumbo. Naam. Enyi wangwana, naam. Fungua maiki tusikie. Sheikh, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijaelewa, nataka tufasiri neno gani? Almar'u ma'a man ahabba. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amekariri mara mbili, kasema mwenyewe kwanza, kisha kaulizwa. Kuna mtu kawapenda watu lakini hakujaliwa au hakuweza kuwa nao, kuishi nao katika mambo yao yale. Je, ni watu wa aina gani? Na kwa nini Mtume sasa hakutaka kuleta habari nyingine wala jibu la aina nyingine? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Najibu, lakini sijui kama nimeelewa vizuri. Ndio tunataka tufahamu, kwa sababu mimi naona ibara Ndio. nzito hizi za Mtume sasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikuwa nakusudia umati wake sisi tutakaye kuja kumwamini na atakuwa naye na akutuona atukumuona. Afi ndo elimu yangu hiyo. Alikuwa nakusudia sisi wa baada yake, baada ya kufa. Barakallahu fi, Allah kubariki, umechuleta kipande cha jibu. Allahumma amina. Jazakallahu heri kwa darasa lizuri. Mwalimu mzuri lazima ufate masomo. Naam. Kwa sababu unaona huyu sahaba kila, yani kuna mtu alimuuliza Mtume sallam, ya Rasulullah, ewe nabii wa Allah, umetuambia mtu atahesabiwa, atahukumiwa, hata siku ya hisabu atahesabiwa pamoja na yule aliyempenda au wale aliowapenda sana kuliko Allah na kuliko Mtume sallam, au pengine kampenda Mtume sallam sana na masahaba na wacha Mungu na nini. Sasa hapa ndipo panakuja utamu wa fahamu. Je, hii ibara ya Mtume sallam ni fumbo? Sisi hatukumwona Mtume sallam, hatukuwaona mitume waliopita alayhi salatu wasalam. Tunasikia watu wema waliopita, mashallah, walifanya mambo ya ajabu, wacha Mungu. Tunatamani nafasi zao, tunawapenda kwa uwema wao, lakini hatukuwahi kuwaona, hatukuwahi kuwa nao, na pengine na wale watakao kuja baada yetu, na pengine wale ambao tunaoishi nao katika nchi moja au karne moja, lakini hatukuwahi kushirikiana nao, wema au waovu. Tumefahamu upana wa undani kidogo. Kwa hiyo yule unayeshirikiana naye kwa mapenzi, basi ukitaka kunusurika, maana yake ni hivi: hapa ardhini, hapa ulimwenguni, iwe ni mke na watoto na wandugu na marafiki na nini,
pendaneni kwa ajili ya Allah ili mapenzi hayo yawe na faida kwenu hapa ardhini na baada ya kufa huko katika ulimwengu wa hisabu. Na vile vile atakayewapenda watu waovu, wazee wa zina, music, dhulma, nini, uchafu wote waliopita kabla yetu na waliopo leo katika ulimwengu wetu na wale watakaokuja akawapendea hayo maovu yao, bas maa man ahabba, atafufuka nao yaum alqiyama. Subhanallah. Mswalie Mtume Muhammadin, sema Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sawa? Tuendelee tena hadithi ya kufuata. Naam shekhe, hapo nimetaka kukumbusha kidogo ile aya ya Mwenyezi Mungu nasema al-akhillahu ba'dakum sijini ba'dakum. Isome vizuri, rudia tena kwenye musafu. Haiko sawa vizuri kichwani. Hapo haujaisoma vizuri. Umeanza kwa uzito, hebu siimalize kwa sababu hutoisoma vizuri. Rudia kwanza kwenye aya, alafu ihifadhi vizuri, kisha siku nyingine utaitoa inshallah. Naam. Inakubaliana, inakwenda katika upande huo maana yake, lakini sio kisomo. Tunasema hadithi ya 369. Sawa? Tuendelee. Naam wapendwa waheshimiwa, tuendelee. Sisi tunapenda kunyamaza tukiulizwa, sijui vipi. Naam, tuendelee. Naam, tuendelee. Waislamu Waswahili tunanyamaza. Shehe, tulikuwa tunatafuna futari shehe. Wewe endelea. Watu walikuwa wanatafuna futari, ndio maana labda. Okay. Hamna shida. Somo njema bana. Asante na nyinyi pia. Amina. Hadithi inasemaje? Wa an Anas radiyallahu anhu anna a'rabiyya قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله ما شاء الله. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatupokelea habari kutoka wakati ule alikuwepo pale, anna arabiyan, kwamba bedwi mmoja, wale watu wa shamba, mshamba mmoja hivi, watu wa vijijini, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, akamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata saatu, lini kitasimama kiyama? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kumjibu siku haijui, mwezi hajui, mwaka hajui, saa ipo. Akaona fadhali kwa kutaka kumfahamu. Huu ni mfumo pia wa kusoma. Mwalimu anaweza kuulizwa na mwanafunzi swali, naye akamuuliza swali ili apambazukiwe amekusudia nini katika swali lake. Maswali yako tofauti tofauti. Basi Rasul sama akashtuka,
mata, lini? Ananiuliza dakika na saa na nini, mbona haya siyajui? Ar-Rasul sema, akamshtukiza naye, ma nini a'dadta laha, umekiandalia hicho kiama kikikufikia sasa hivi, umekiandalia nini? Umejiandaa vipi? Utakipokea vipi hicho kiama? Naye akashtuka akajibu, qala hubbullahi wa rasuli, sina zaidi ya pendo, mapenzi makubwa nilionayo katika moyo wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake. Unampenda Allah kiwango hicho? Na unanipenda mimi Rasulullah sallama kiasi hicho? Naam. Pale jibu likapatikana kwa ustaarabu na maridhawa na utaratibu na mapenzi pia. Akamwambia, basi madamu umeandalia kiama wewe mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi wewe anta maa man ahabbta, wewe pamoja leo, na ukifa hivyo utakuwa pamoja na wale uliowapenda Allah na mjumbe wake sallallahu alaihi wasallam. Hiki ni kipande cha kwanza, kimekusanyikiwa katika usahihishwaji wake na maimamu wawili, al-Bukhari na Muslim rahimahumullah. Na katika upokezi mwingine wa Imamu Muslim, yani hadha lafdhu Muslim, haya yaliyopita ni matamko ya Imamu Muslim. Wa fi riwayati lahuma, na katika upokezi wote wawili, yule jamaa alipoulizwa na Mtume SAW, yule bedui yule, alipoulizwa umeandaa vipi sasa wewe, kifikia sasa hivi utakuwa umejiandaa vipi? Akasema, ma a'dadtu laha min kathiri sawmin, kwa kweli Mtume, ya Rasulullah, sikuandaa saumu nyingi, wala salatin, wala sala nyingi, wala sadaqatin, wala sadaka nyingi, lakini mimi, hakika yangu mimi, kwa ukweli, uhibbu Allah wa rasulahu, nampenda sana Allah na mjumbe wake. Kufikia kutamka haya, huyu jamaa hakuwa mwongo wala hakuwa mjanja, kwa kuwa Mtume SAW hakuwa na malipo ya kumlipa. Sasa ujanja na unafiki na uhuna nini, ni watu wale wanakuwa wanaenda kwa watu wenye vitu, wanawasifu sana ili wapate chochote, wapewe chochote. Lakini akija kwa Mtume SAW hakuwa na cha kumpa ila mawaidha tu, jibu lizuri maridhawa, lililomfanya huyu bedui kujisi kwamba kumbe sijakosea bwana, sijapungukiwa, sijapata matatizo kwa kumpenda Allah sana na Mtume Muhammad SAW. Hivi ndivyo tunavyokuta katika tamko mahabbatullahi ta'ala, mapenzi ya Allah, wewe kumpenda Allah Mola wako, licha kumpenda mja kwa ajili ya Mola wako, kwa ajili ya Allah. Wewe tu kwanza unaanza, mimi nampenda Allah sana jalla jalal. Lazima ujihisi kwamba unaonekana, yani Allah naona moyo wako,
kwamba umejaa mapenzi kwa ajili yake, dalili zake zitaonekana. Hadithi nyingine huko Mtume sallallahu anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hakika Allah haziangalii nyuso zenu, mmeumbwaje, hiyo sio habari yake. Allah ndiye amekuumbeni, hana haja ya sura zenu wala viwiliwili virefu vinene vifupi nini, hamna shida kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hana shida navyo. Lakini shida ya Allah anaangalia tu nyoyo, anaziangalia nyoyo zetu. Tuna mapenzi. Sasa mapenzi yako moyoni, hayako kwenye ulimi. Mapenzi ya love sana inakuwa wakati mwingine uongo. Na kuna mtu anapenda lakini anaumilia moyoni, hasemi, labda huenda ataonyesha dalili tu Kwa hiyo Allah anataka kuziona nyoyo zetu zinampenda sana kwanza yeye. Tukimpenda sana yeye, tutaipenda Qur'ani yake, tutampenda mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutampenda vitabu vyake na malaika wake na nini, yani kila khairi zote zinazomhusu Allah jalla jalla, na tutazipenda pepo zake, tutazitafuta kwa udi na uvumba, kwa taratibu, kwa kasi, kwa nguvu. Hata tukiumwa tunatambalia ibada ili tuweze kupata pepo na starehe za Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hiyo mahabbatullahi ziko alamati na ziko asbabu. Alama za mapenzi ya Allah zipo kama vile vile alama za mapenzi yako kwa viumbe. Alama zipo. Na vile vile kuna sababu, asbabul mahabba. Tamka tu mara moja tu mimi nampenda fulani, bana, utatuhumiwa. Chukue, chomeka kule kwenye moto moja kwa moja, toa. Simu, kompyuta haitaki moto mdogo. Chomeka kule kwenye ukuta. No. Naam. Nilikuwa nimepata kidogo alama inaniambia sina charge mimi, yani kompyuta. Sasa tunamchaji, Allah tusaidie tuweze kumaliza darasa. Kwa hiyo kal miftah lilbab, kwa mfano mlango una funguo zake bwana. Ukitaka kufungua uingie, una sababu inakufanya uingie kule, lakini funguo ndicho kitu, chombo kimekuruhusu kuingia pale. Kwa hiyo sababu ya kuingia ni funguo, na alama ya kuingia ni yale utakayokuta mle ndani. Wa min tilka al-asbab, katika sababu zile ambazo tunahitaji kuzijua, ittiba'u hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, kuifuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo tuyashike kwa uzuri, kwa sababu ulimwengu umeishabadilika. Shirki zinakuwa nyingi, bid'a zinakuwa nyingi. Tadhani hakuna walimu wa tauhidi na sunna, sijui kwa nini. Yani unakuta watu wako na mazingira mengi, wanapenda sana bila hisabu, bila kuangalia nampenda nani kwa nini. Kwa hiyo watu wengine wanakienda kwenye miridi ni yale makundi yanayofundishana mambo yale, au kuvaa hivi au kukaa hivi au kula hivi, hata kama hayamo katika sunna. Watu wanapendana kwa ajili hiyo tu basi. Mimi nimempenda yule kwa sababu anafanya ninavyotaka. Kwa hiyo kumfuata Allah Mtume sallallahu ni dalili ya kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda. Sawa? Na ndio maana kuna aya Allah anatuambia binasrajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bas, hakuna maneno mengi. Waambie Muhammad sallallahu ikiwa mnampenda Allah kama huyu jamaa alivyodai, basi nifuateni mimi, sunna zangu, mwenendo wangu. Itakuwaje sasa malipo yake? Yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni.
wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni na kufutieni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwenye msamaha na mwenye huruma. Hai, tunaendelea. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, adhullu lilmu'minin. Moja katika dalili za wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio ndimi, sio maneno, bali kuwa wewe dhalili kwa waumini, wadhalilikie, kuwa mwepesi laini kwao, wasikilize wanyonge, wasikilize, kama una uwezo wasaidie, wadhalilikie, sio kuvimba vimba mbele ya watu. Ukiwa unaenda kutembelea area zile za maskini, usiende unavaa suti kali sijui na tai na nini, kanzu ya kung'ara sana na nini, mpaka uone kwamba unakwenda kuwatishia mavazi bana, au una kikebo kigari kikubwa cha fahari. Hicho peleka kule kwenye area za mawaziri na wafalme na mapresidenti na mabosi. Unajua, ukienda katika nafasi kama hizo za watu wenye unyonge na wao ni waumini, wananung'unika. Aliwatokea hata wakati wa Mtume Musa alayhi salatu wasalam, walipomwona Karuna amevaa amependeza yake yote, kasala ya laita, wakatamani. Lakini sasa wale wacha Mungu sasa, jamani, msio mnatamani mambo ya dhahiri. Huyu jamani kafiri, jamani amumjui kama ni kafiri, mpinzani wa Allah huyo na mpinzani wa Mtume Musa alayhi salatu wasalam. Sisi hatuwezi kutamani mambo yake bwana. Walipoona anaangamia kadidimizwa yeye na mali zake na nini, wakasema kumbe hakuwa nafaba. Na hiyo ni moja katika alama ya pili. Alama ya tatu, al-izzatu ala al-kafirin. Usiwe dhalili mbele ya makafiri wewe, kwa sababu ukiwa Muislamu mwenye imani umekuwa mtukufu. Usikubali kudhalilishwa na yeyote. Dhalilika kwa ajili ya Allah peke yake, lakini hapana kudhalilika kwa kiumbe mwingine, hasa akiwa ni kafiri. Halafu pia alama nyingine ya kumpenda Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutumika kufanya kazi za juhudi, jitihad, ili Uislamu uendelee. Uislamu uendelee, jengo lile la Uislamu liendelee, kazi za Uislamu ziendelee, mambo yani kama vile nafasi takatifu ziheshimiwe, zisifiwe, yani zitajwe vizuri, ziendewe katika ziara zile zilizokuwa ziara zinazoruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona sasa utamu wa darsa umefikia nafasi, lazima tusimamishe, tunashusha nanga, tukitaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kesho atatuazima uhai na kukutana, ili tuweze kuendelea, tunapata raha, ilmu, tunapata imani zizidi, imani ziongezeke, na tuweze kuishi katika haya hadi kufa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala tumfanyie mema, tupende na tumpende yeye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani na ibada zote na waumini, yani mapenzi, hapana ya kulegea, hapana kucheza, hapana hivi ndivyo tutakuwa waumini wazuri. Allah awajalini kila la kheri, atufahamishe yale ambayo hatukufahamu, na Allah tujalie tuyatie katika matendo yale yote tumeyafahamu, tuyasomeshe na wengine waweze kufaidika. Karibuni swali dakika moja. Allah wabarik. Naam, fungua mikrofoni. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Hujambo shehe wetu kipenzi? Jambo pole, alhamdulillah rabbil alamin. Naomba mekaza. Nilikuwa nauliza swali, shekhe, umesema ya kwamba tutafute warafiki isipokuwa waaminifu. Niko na rafiki yangu ni Muislamu, ana swali lakini sio kila siku, kisha kuna baadhi ya maasi anafanya, anakunywa pombe na anafanya uzinifu pia. Lakini katika kunywa kwake pombe nimejaribu kumlingania, akaniambia Rahma, mimi nitaacha pombe polepole, tunajua kuacha pombe sio rahisi. Je, huu ni mtenge au niendelee kumlingania?
Hadithi imeshatoa jibu, usiswahibiane naye. sana. Fanya dawa kwa mbalimbali, lakini hapana uswahibu, kwa sababu ukitaka kufanya uswahibu na wewe, pengine yale makosa yake yanaweza kukupitua, alafu baadaye itakuwa umeangamia badala ya kunusurika. Kivipi Sheikh? So kama ukumkataza akaacha, iko siku unaweza sasa, acha na mimi nitatubu tu, acha nionje kidogo. Nikanye pombe na mimi? Inakuwa ndio maana ya kukataza kushirikiana na watu waovu. Naam, shukran, barakallahu fik. Amina, sote. Naam, waheshimiwa, vipi? Darasa limekuenda vizuri, limefahamika vema? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nani ndugu yetu? Ismaili hapa. Karibu bwana Ismail. Shukrani Sheikh. Mimi kwa na swali ile hadithi ya mwanzo ile kile kipande cha pili, wala tusiwapi chakula. Ungetushereheshea vizuri, sababu litusititiza, sio tusielewi vibaya kuwa ni watu wote tusiwape chakula, tuwape chakula. Sasa ile hadithi pale imekusudia nini? Ule asiyeshukuru kabisa ndo asipewi ama kitu gani? Unajua, ukitaka kumfahamu Allah unazikusanya aya zake bwana. Babu Allah kuna mahala alisema hivi kwa makusudi mengine au kwa sababu fulani lakini katika Qur'ani au katika hizi hadithi tunasoma hauoni sababu ya Mtume sallallahu kusema hivi, ila ni kwamba kunakuwa ndani yake katazo, kumkataza mtu asifanye urafiki wa sana mpaka wanachangia kila kitu, kila mahala, kila wakati. Na vile vile usikaribishi kwako watu waovu, watakuingizia uovu. Lakini kulishiza mtu haijakatazwa. Labda kuna watu wanapenda kuwa baraza lake kubwa, kijiwe chake wanasema wengine ni kwa fulani. Bali unasikia sio tena maswali au maswala madogo, ni maswala makubwa. Swala na swali ni tofauti. Kuna baadhi ya watu wanasema mimi nina swala kubwa. Hapana. Swala ni tatizo, ni habari, ni jambo. Swali ni ulizo. Sawa? Watu nyumbani nawadokezea kidogo, kamusi nasema inaondoa kuchanga swala na swali. Nina swala, maswala na nini, ni matatizo, majukumu, mambo makubwa na nini. Ama swali ni swali katika Kiarabu, ni swali vile vile katika Kiswahili. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuja kumtembelea mtu kwa ajili wamzoee, wamuharibie na imani yake. Lakini wakija mara moja wakala wakaenda, hakuna urafiki kama vile tunavyoona katika hadithi wa kila siku kila saa. Hawa hawadhuru. Vibaya ni kushirikiana nao kabisa, yani ushirikiano mkubwa. Ndivyo inakatazwa hapa katika hadithi hizi. Sijui kama nimefahamika vizuri. Naam bwana Ismail, tumefahamu? Naam Sheikh, barakallahu fik. Amina, sote inshallah. Hai, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتهم يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.